Unajua leo nilipenda kuleta kulati. Sasa nakwambia reflection nakwambia ya kutamu sana. Kila mtu anakuwa anapenda anapata. Na labda sijui kupartia kwa wewe. Mtenyo unakuwa na organize vitu vyako unakuwa unafanya. Mtenyo unakuwa na organize vitu vyako. Sasa unatafuta kufanya kazi zako. Si hiyo ni kazi gani lakini napenda sana unatafuta kufanya kazi zako. Uko pose nini unaenda kwa mara mingi nikitaka kufanya kazi zangu najifungia ndani. Nikaga ndani kwani ndio kila namna nene mnakuwa unaona kutokuwa na mafujo, ndio sana. Juu wakati uko unajiconcentrate kwa kitu, wewe mwenye unataka kutakusomesha hivi au hivi na kuaga na kutoa manani fulani. Na sio huko ndani au kwa gina ile kwa chuko wenyewe kwa sababu yuko mnyumba wanakuwa tunawaza section au kwa gina gani? Hapana. Hapo nikienda niko yapo. Wapenzi watazamaji wa Kivu Live TV, kwa majina yanaitwa Simba Lambert. Kama kawa jinsi mnavyojua sisi tunakuwa na peperusha bendera ya wale ma comedians wa star ambao wanajua kabisa kazi ambao wanaifanya. Na hapa leo tuko na msanii ambaye anajua kazi zake ambazo anazifanya. Labda kwa majina anaweza kutambulisha. Kwa majina naitwa ya msanii yoyote, unaanza kuanzia jina lako la kwanza, pili mpaka kwa msanii. Sasa mimi wananiita, ukinitafuta unitafutie Kubobe the Bobe, ndio jina yangu, na ile jina ndio yenye baba na mama alinipanga. Sasa mimi niliona sitabadilisha hayo, nikaendelea na ile. Na nini maana ya Bobe? Bobe sawa bana. Hapa katika sisi mnaona kuna mwanadada, hata wengi watajiuliza mwanadada nani wa Kivu Live TV au vipi? So atajitambulisha majina yake na mengine mtajua baadaye kama ni wa Kivu Live TV ama sio wa Kivu Live TV, mtajua baadaye. Atajitambulisha baadaye. Karibu. Jambo tena. Mimi ndio Laren Fani. Nilikuja tu saidia director kwa kitu kidogo tuliona ongea na notre comédien. Ya des questions tutamposer. Et voilà, nataka mwanzi yako iko hapa, tuna quelques questions. Kama na nipermete. Uko tayari ni? Jisikie huru. Swali ya kwanza nauliza pale maana ya Bobe, maana tunapata tafuta comedian usema jina lako Bobe. Papa walipatia ile jina. Bon, kila mtu parana anampatia jina na maana ya jina. Batakusoma. Ndio nilikuwa nataka niambie jina maana ya Bobe. Mie hivi maana jina. Hii maana jina langu. Wewe kama unaona kwa vizuri hiyo, ndio tafuta mjikionea. Sawa, swali ya pili. Uliza huko. Bon, utaweza tupatia nani? Donc unatupatia conseil gani ya komedi zako? Unafahamu komedi ma inspiration donc. Matmonsi ya kanini? Dimi takupata kasi. Kwa sababu kale wa mpya Muvira Mungu. Wewe ndio mimi nauliza, alikuwa atuambia tu unapana kuinspire na nini, kama uko influencer, kama uko tiktoker, kama uko humoriste mtu. Kama wewe hujui. Nikuivie siri kwa hivi. Kuanzia leo uende tu, kama ni ku TikTok, kama ni ku Facebook, ukiandika Bobe the Bobe ushanipata. Hapo utacheka. Unaona hiyo siku yenye kwanza walisema tuko tunakala distance. Wewe tuko tunabanana. Tukaanza niangalie kama yangu ndani. Ayaenda ina. Hello, Bobe na hapo niulize kwa kidogo. Fanele uliza swali la Bobe. Uko humoriste, influencer, comedian ama uko nani? Maana hiyo ni kitu unaikwepa lakini au unataka kukitu unataka kujua uko nani au watu wapi? Mimi kwanza niko hivi. Dr. Fari ndio. Na page yako tunaonaga unakuwa na Facebook. Page yako iko na nani followers ngapi? Sijakuwa mbali sana. Sasa hivi ndo naeneza barasamaka wipo nefuka. Hiyo ni yenu. Tuma sana. No, niliona unafanya na comedian ambaye anaitwa Deka.
na unakuwa unafanya naye sana kazi, mnapata gani? Na kuna comedy hasa niliona wewe Beka anafanya na mwanadada hapa, naenda mtwali baadaye, lakini tukuulize kwanza, wewe mnakuwa mnapata kitu gani hasa, kwa sababu naonaga mnafanya naye mna trend sana kwenye ule kusema kweli, kwanza ule ni ndugu yangu nje ya kazi, ni ndugu yangu. Sasa tukasema kwamba nikale pamoja tufanye kazi, maana leo kama kuna hiki na mwingine na kile, mtuweka pasi moja kinazaa kitu kikubwa, na ni hivyo ndo tukakaa pamoja tukasema kwamba sio tu pakeni sana kihivyo, maana sisi ni ndugu, hata tufanye kazi pamoja. Beka, na niliwahi kuona unafanya comedy na Beka. Kuna nini hasa ilikuwa pale? Maana wewe ukataaga uigizaji, nakumbuka kipindi kile pale tu ilikuwa Maveni Saluni kwa ile Maveni Kasuri, ulikuwa unapinga sana uigizaji, ulikuwa tunamsaidia aliweza ni quelque chose kaenda katu tuone naye ba ni nitakuwa msikiaji naosha za filmu uigizaji. Na hivi na prefere unapanga nini? Bon, de toute façon, niko napanga aussi kwa tiktokezo wa upira, mais aussi sitaisha tuku komedi pako vitu yetu, niko na prepare de bonnes choses ya muje pia upira. Maana wewe unafikia kuwa upira kwa tiktokezo hapo upira unataka kwa latifa ndo Bob baba yuko uko huru kuongea na tuko huru kuuliza maswali mengi kabisa. Bila ulianza mwaka gani sasa kazi yako ya komika? Mimi sijakawa sana, ikiwa nyingi ni miaka miwili. Kuna msanii ambaye ama kuna comedian ambaye sasa ana trend naona nasema kwa sababu wakati wa comedian ya posti yuko Tanzania akiwa sababu anaonga sana. Mbona hujawahi kupanga kufanya kazi kama kufanya kazi? Unajua kila mtu ana ndoto yake. Niseme kwamba kuingia kwenye kitu fulani, kila mtu ana hesabu zake. Unajua ukikuwa unamwangalia mtu unaweza shindwa kufanya yako, lakini mtu ukiwaza ya kwako, yeye aliwaza kwamba yeye ni ya kwake na mimi niko napanga ya kwangu. Ikiwa na mimi na hesabu zangu nifike huko TZ nifanye kazi na wengine comedian wakubwa, nitafika huko. Na haswa timu wako sasa wanapanga, maana tumaliki mwanzo kabisa ya mwaka, project gani kuna hapo za mwanzo wa mwaka hivi? Project hizo ziko nyingi sana ambazo zinakuja, maana ni watu wakae tu mkao wa kula. Kuna comedian 5 utaenda kwa, kuna Katana, kuna Kitwera, kuna Mwenyeji yake, kuna Deka na kuna huyu mwingine nani naona sina mtauliza jina nani power comedy hizi anafanya na Mkongomani au ma comedy sana, unaweza ukafanya kazi kama unajua. Sasa ukiniuliza hilo swali, naweza nikafanya kazi na mtu gani? Ni sasa unataka kunipangaje? Ni ma comedian sana wanakuambia ufanye kazi na mtu mmoja basi. Sasa hapo ina maana nani hasa unamwamini? Wote nakubali kwanza. Ndio tunajua wote nakubali, nataka mmoja. Bro, pale mimi naweza nikafanya kazi na inajulikana. Wewe malizi. Basi ndio. Naweza taka nifanye kazi na wote. Mpaka bado. Swali yangu, kuna comedian wanataka kufanya kazi na mtu huyu. Sasa bro, wote ni wa comedian. Wewe ukiniambia kwamba nifanye kazi na mtu mmoja na wote ni wa comedian, nakwambia wote naweza taka nikafanye nao kazi. Kwani kuna wanaume 5 wa muziki hapa nyumbani, Elami, Mr. Dennis Classic, nani Akiliano, Waine na nani mwingine kutoka Samayo, wote wana story kimoja. Naenda kwa Dennis Classic. Kwa nini? Nafurahia kasema story. Zinakuwa time, zinakuwa dia.
Na katika mashansa zake zote, mashansa yote nimepata furahia. Unapendeka sana Kenya, utaanza sema leo nasafiri lakini napenda chanso moja Kenya. Kwani uliniambia kuna maswali ya kumuuliza Bob kuhusiana na comedy zake, anaifanyaje kwenye family na inafaidika nini? Nilikuwa na ile question about mfano yako surtout bana kama donc balikuwa d'accord na wewe pour comédie ou bien peut-être en dehors ma femme kapenda tu dire mtu ya kwa famille na kusikia. De mapare familia kwanza nikiinga hapo, familia inanipinga, wananiambia kwamba niachane na hii comedy, hamna kitu nitafute kazi, ila kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya akili yangu, na sanaa ni kitu ambacho nakipenda sana. Kwanza mimi kambo yangu, ndio maana hadi sasa napambania kipaji changu, lakini nyumbani wao wananipinga, wananiambia kwamba niachane na hivyo vitu, niende kwenye maisha halisi, nitafute kazi. Na comedy hapo ukiro wananipo. Maana mtandao. Au tena na hiyo ni kazi nyingine. Kuna tena usika kusema utafutaje? Sijalipwa, ndio maana nyumbani wanaongea hivi. Ila nikianza na mimi kulipwa, na imani labda nyumbani wanaweza wakanyamaza, maana wataona matunda. Unapanga nini hapo pia? Ni vingi ambavyo navipanga. Unajua, unapopata pesa mpango haikusaji, mpango upo. Ukiwa na pesa, yani una kila kitu. Na title ya mwisho kaisha kuandika script ya comedy yako. Mara mwisho kuandika ni juzi. Fanyia kazi na sasa hivi kwa kwenye mtandao. Ndio hii ya My Penguin naona. Yeah. Mtaji hizo na nani? Hiyo. Umeondoka. Comedy gani ama comedy gani hasa ama mtani gani hasa kwa maarufu na muamini sana kwa kijiwa? Maana wewe uko mtani gani hasa hapa kuna muamini sana kwa kijiwa? Hapo ni sasa unanipa kibarua kizito bro. Ukiniambia hivyo ni sasa unaambia ina maana ufuatilia wewe. Nafuatilia kazi za wengine. Lakini kwa kusema kwamba live viewers kuangalia huyu ana ngapi, huyu ana ngapi, hapo ni sasa na kunichanganya kitu. Lakini ukiangalia sana zaidi, unajua sasa hivi Kitwera anatamba sana. Na hii kazi yake alikuja na term yake ya kusema mtu wa quest. Bro, ule jamaa anampa big up sana, na pale anafikia kitu kubwa sana. Ukiangalia bana mfuatilia hata Kalemie, ukitoka Kalemie ndio Lubumbashi wanaanza kufanya kama hiyo. Kumkono ya huku na mkono ya huku Kitwera na pingo kata. Kwa nguto. Ni angusho moja. Ni sasa naweza nikawapoteza wote, maana wote nawakubali. Niko na kisenye ilikuwa ni uko mapenzi. Uko na sheri. Yari. Bro, achana na hizo stories za mapenzi. Na unauliza kuna mapenzi. Kwa nini single? Sasa mpenzi. Nilikuwa naye. Mchata. Nilikuwa naye la kubaki mbaya. Ndio hivyo tena. Wengi wanasema kwa wasanii ni uongo. Kwa sababu unajua mtu kishapenda na ukapenda kweli, wewe unaambia kwamba ikakuzuia usimuoe mtu au usipende mtu. Mkiachana maana ilifikia tu kweli mapenzi iliisha, lakini wale ambao wana mapenzi ya dhati unaweza kufikia malengo. Maana kila kwenye mapenzi kuna watu ambao wana malengo zao. Lakini kusema kwamba
kwa sababu mimi ni star ndio isitume nimpende mwingine au tusioane kwa sababu mimi ni star, hiyo ni uongo. Ndio sari wanamke wenye unajua wa comedian. Benye na wenye unajua bara trend hapo. Benye najua Ba comedian ba siri ba kike mwanamke. Najua Latifa. Najua Vanessa. Namjua nani Miss Kudeli. Nani ndo nani Laren Fani. Nani mwingine? Mke wengine mimi hayo katai. Sasa na mbona nyie comedy zenu ni kizua sana, mimi napenda kikusie. Yeah. Bora ni trend, tuna trend siepe wanaume kwa wanaume. Trend amkati wanamke navyo power ya kufanya. Sasa vile Laren Fani sai ni mgeni on scam hapo Uvira. Kwa nini kama mtu amuone iko na kitu? Niliona nani Deka mtete. Mtu amuone iko na kitu. Kwa nini msianze kumpandisha nyinyi sasa vile ba loko mlianza mwanze kumuonyesha mtu yenye mkifika kwa juu naye kesho aanze fanya vyake na aitawasiba na ubaya. Unajua bana hivyo kila mtu kwenye sanaa au kwenye uigizaji, kila mtu ana mahesabu yake na kila mtu ana malengo yake. Unajua mimi nilivyoanza comedy, mimi sikuanzia kwenye comedy. Ila kuna kitu kimenifanya hadi sasa niko kwenye comedy. Kwa sababu mimi nilikuwa na malengo. Mimi nilianzia kwenye sanaa ya serious. Mimi nilikuwa msanii, muigizaji. Mimi sikuwa nafanya comedy. Hapana. La nilikuja kuikala chini kufikiria hii sinema haitonipeleka fast. Kusubiria mtu akae chini aandae sinema yake. After amalize kuandaa sinema ndio yaje akwambie twende location ndio tuingie kwenye kazi. Bro, ni sasa unamsubiri mtu siku atakwambia nitakapokuja ndio tutafanya kazi. Hiyo ni kurudisha kipaji nyuma. Mimi nilikaa chini nikafikiria nikasema kwamba huu vitu vidogo vinakuja kutoka. Ndio nikaingia kwenye comedy. Sasa niliingia kwenye comedy na malengo yangu. Na kusema nifikie mbali, labda kesho yake na mimi wengine wanijue kwamba mimi ni msanii. Nikatoka kwenye uigizaji na bidii zangu hadi ndio nikafanya comedy. Laren Fani iko na malengo. Na kama aliatia mumoe kwa sababu anapenda naye anakuwa one day akuta vile mmoja. Lakini ana bidii sasa. Ana bidii. Uko serious kabisa ana bidii. Sasa kumwaccept kwenye project yake. Yeah. Mara ngapi? Iko hapa, hutosemea uongo, iko hapa. Basi na simtuti. Naongea maana yuko hapa. Yeye anajua. Mara ngapi? Unajua tunaenda kwanza mara ngapi? Ndio naenda ajibia. Sio mara moja au mara pili. Na hapo ukiangalia mtu kweli unaweza kuwa na kazi. Mimi na kazi yangu. Lakini nafika muda nasimamisha hiyo kazi, naenda kufanya comedy. Naenda kufanya comedy, sio nakosa kazi ya kufanya, imradi niende huko. Lakini naiacha, nasema hii naipangilia mpango fulani, baada ya kutoka huko ndo nitaendelea mengine, naenda kuifanya. Lakini sio yeye. Kwa hiyo hana muda sana kwenye uigizaji. Unaona ngambo yetu sisi namweka Deka. Tuna haja naye sana. Hatuna mwanamke, lakini tulitaka tumfanye yeye kama mwanamke. Yaani sini zote tukitaka kumchezesha mwanamke yeye akuwepo. Hayupo. Unaona? Sasa huyo mtu wewe unataka umkamateje? Wewe utachukua kamba mfunge shingo. Jua kuja haiwezekani. Kwa nini ukweli? Ndio. Serious? Kwa kwanza tazamaji wanaona maelewa. Wote niko nao hapo wawili. Yaani huyu anasema uongo, huyu anasema kweli. Sasa una miaka mingapi kwani? Sasa hivi na 25. Fani? Namdidi miaka mitano. Namdidi experience kubwa. Na lazima umweke karibu yako. Unajua wasanii kama tunaitwa malaya ama wanapitega wa malaya kwa sababu gani? Tunajitia karibu sana na wanawake. Ukijitia karibu na huyu watasema unadhani na nini? Wewe pambana kwanza kumjuza yeye kazi, mengine baadaye. Nawaza ndio hivyo. Bro. Hiyo sio shida. Lakini shida ni yeye mwenyewe sio anabakia kazi. Fani uko na vizuri uko mbele ya wanani ya kamati yako, sio unaanza kwa kamati yako na kitu wanaanza penda bako na kuona. Uko na neno moja mbili ama tatu nyinyi unaweza sema hiyo kazi ya wenyewe kana yeye nani. Bon, il kwanza na raison, na kama ana raison.
parce que nililomba kwanza permission nikasema dans ces mois ici ndio chukua mpesa. Sidonge na anakubali kwanza. Pas kwa sababu una raison hata una raison. Parce que si kwanza hii mwezi tuko mois de carême. Tunafanya tournage de jour, deux fois par semaine. Mercredi, vendredi c'est ok. Alors mimi nakuwa présente le mercredi. Vendredi naenda kukanisa. Alors nikaba promettre après moi ingine itafuta nitakuwa kitabu. Unanisikia? Nakusikia. Uko tayari kumpokea? Yeah, unajua hata mimi mwenyewe unajua hiyo walisema kwenye kazi ni kupushiana na vitu ni kusaidiana. Kuna vitu ambavyo anaweza kanisaidia yeye labda ikanitosha, na kuna vitu mimi nikaweza nikamsaidia na ikamtosha. Msanii wa maigizo ambaye ni mcha filamu anaitwa Berisat na ni mwimba mziki. Alisema hakuzidi pesa kiwango cha pesa, na huwa hajaona kabisa kitu anachofanya cha kuonyesha. Yaani upande wake hajakubali kabisa. Una nini sasa? Kwanza hapo mimi nampa big up ya kwa sababu gani? Zidi pesa na kuzidi pesa sio shida, hata kama ananizidi hivyo big up nampa kwa sababu kwanza ananipatia. Hiyo mtu ni wa kumpa big up kwa sababu itafikia kesho yeye mwenyewe atakubali. Maana ni vingi ambavyo vinakuja tena vikubwa. Kila kukicha kuna kitu kinabadilika. Mtu akikupa ile muda kukusikiliza na kukufuata, sina mingine ya kumlomba zidi ya hiyo. Yaki niendelea kunifuata na kunisikiliza. Ipo siku mwenyewe atashuhudia, mbona huu kijana ndio pale wanakuitaga unakuwa mlozi, unaanza kugusa madawa. Sinakwambia. As a one touch nisema kwa watu walikuwa nasema kama wewe na Deka mtakosa vile siku za ndaro kukiti mna Deka tena. Sio kama Dimo walifanya ya siri, unamletea mai unampatisha, ukaenda leta mai, ukaenda kamata mai, kwambie ukamuuliza atakunywa nini. Kompra? Unakumbuka naye kama atakunywa nini, akaenda kamata mai. Watu wakasema kwa nani alionekana mshooting hapo nani? Deka afua alikuwa mkio, cameraman alionekana. Ile kitu mkiona ulielewa? Mimi nakuwa napata tuna comment. Nilielewa nasema ni uongo. Unasema kweli. Unasema kweli, na hapo ilifikia kwa sababu kazi, wakati tulikuwa tuko kwenye kazi tulikuwa tukuweka fikra sana kwenye kioo. Kwa nini? Wakati cameraman anapaswa kuwa iko focus ajue ngo zake atachukua vipi. Sasa hiyo ni mistake moja kabisa sana kwenye kubwa. Tena kubwa sana, lakini ni hiyo moja tu, maana haitotokea tena. Kwa nini timu yako? Tunafanya upinzani aje the challenge ya mbele kumgala ya wasanii. Yes na timu bwana. Hii ni Samsung M30 double SIM. Hii bega nje. Baba. Nitauliza bei Google, nitawasilia bei. M30. Hii ni combien? 3AXL. Tutaangalia. Ya, nauliza nayo bei. Hii ni ngapi? Mpya? Dola 100. Ni 230,000. Hii unaweza ngapi nawe? $80 mpya. Hii mpya ni $80 mvalera combien? Ya kama matatu. Okay. Tunaona? Tuangalia kupicha. Unaona Bob ya kisasa. Hakuna foto. Fani anavala Barca. Makini sana. Foto iko. Hivi nilikuwa napenda niulize hivi. Fani toka kwa. Watazamaji wangu, kuna kitu hapa nataka nikifanya ili mpate kuelewa. Kameramani wangu atatokea kidogo tu anaonyesha hapa. Tuangalie picha ya msanii ambaye sasa tunamfuatilia sisi kama sisi. Picha kwanza hii hapa. Anaonekana Bob anavaa suti. Unaona hiyo picha jinsi iko? Tenda kwa dada yetu Laren, tuchake hapa anavala Barca. Nitauliza kidogo kuhusiana na hii picha na mtatia maswali. Ni kwa nini nyie mashabiki
msanii wenu asijue mwanamke. Sawa, utaelewa. Stefani, wewe ni shabiki wa Barcelona. Unaipendaga sana? Sana vita. Na wewe ni shabiki wa Suti naona. Wewe ni mchungaji au? Bani, mimi navaa tu. Ni kitu gani hasa ukikifanya kwenye maisha yako ama kwenye siku yako unaona siku yako inaenda? Unajua maisha ni marefu sana, hususan kwanza sisi ambao tunaoa huwa tunafikiria mpaka pale mimi nilipopoteza mzazi wangu, maisha yangu yalikuwa sawa hadi leo napokaa. Naona kama vile tuko sasa naongea, ila na imani kwa sababu tumezaliwa watatu na sio watatu, tuko wengi tu. Napokaa tunafikiria mama ameniachia, ametuachia watatu, wangu najisi kufarijika nikiwaona wale sasa namuona mama. Pole kwanza. Huyu ni yatima, tunafanya vituo vya yatima. Huyu ni yatima, anaitwa mtoto. Ni mtu gani hasa tukimpigia kwenye simu yako, WhatsApp, simu yote pale anaweza kaongea neno cha ujinga ama neno ya kukupenda. Neno ya kukutuliza moyo wako. Yaani tukimpigia tu halo anaongea ujinga sana. Patie namba. Ndio kitu sasa nitaka nikifanye. Umosina kwa sasa hivi kwanza nipo mwenyewe, nipo single. Sio mpaka mwanamke. Ni mtu gani hasa tukimpigia simu anaweza kafikia akaongea ujinga fulani hivi? Kikakufanya upaka mwenyewe ukacheka. Ni jamaa yangu. Jamaa yako nani? LP tukimpigia yuko on? Najua yuko on. LP iko on. Usiandike LP, andika Lomdubu. Lomdubu. Tunamwona hapa iko on, anaandika kwa kwangu. My brother, msikie, hii ni simu ya comedy na huyu hapa tunamuita ni LP. Subiri tumsikilize. Ni comedy Bob. Anasema huyo mtu wake ambaye kidogo akiongea naye anakuwa anajifariji. Zinapita. Tunafikiria tu hapa zinapita. Hayuko on. Mpaka saizi hayuko on. Tuata. Yaani mtu wako hayuko on mpaka saizi. Sasa hivi sasa hizi ndio aliandika message ya mwisho ilikuwa na saa 12 na halo mtu double. Halo? Uko wapi? Sawa. Umemsikia mtu wake yule ambaye anamwamini, anaitika tu halo na anakata. Tunaenda kwa Fani. Fani tunaita nani mpenzi wako ni? Nani? Rafiki yako anaitwa nani? Margarita. Ndio huyo hapo. Okay. Ataongea ujinga gani hasa ambao mnaongeaga? Mkitika tu unajua ujinga wake gani hasa anakuwa anaongea. Ataitika kwanza lakini atasikia watu wavani chamba. Maana mnachambanaga kila saa. Dada yetu Fani alikuwa na rafiki yake jina yake Margarita. Tunaenda kumshomisho, msihuzunike sana. Fani network zinapita. Network iko vizuri. Nimewarudisha simu zao. Nitawapatia bei ya hii simu. Nitawapatia bei ya hii simu. Muda tu hapo nitawapatia bei. Sasa hivi wadanganya. Sio hivyo nitawapatia. Margarita iko online. Inaonekana ni mtandao ndio unazingua. Maana Kongo mtandao unazingua sana. Baadaye tuachane na hiyo kitu. Kwani ni kitu gani hasa unakipenda kinakufanya uridhike kwenye maisha ama kwenye life yako ikipita bila hujafanya kitu unaona kama unapotea sasa? Nisikia muziki. Napenda muziki. Na wewe najua umesoma. Ndio. Umemaliza ama umepunguza? Nimepunguza. Ndio, umemaliza ama umepunguza? Nimepunguza. Maana nyie ni mataa ambao mmesoma, si ndio? Kabisa. Na kwa nini amuinvest sana kuongea Kifaransa ama Kiingereza kwenye comedy zenu? Kwa nini mna invest sana kuongea Kifaransa na Kiingereza kwenye comedy zenu wakati contact zenu mkisifanya kwa Kiswahili zinaanza zikatoka? Maana kama vile Watanzania wao kila kitu wanaongea kwa Kiswahili. Kwa nini nyinyi mko hivyo? Unajua kwa tufanye mimi
kwenye kazi zetu hatufanyi Kifaransa. Kuna msanii wenu ambaye anapendaga kusema imagine. Pourquoi ile imagine asiti anaita Margarita? Pourquoi ile imagine asiti mswali? Alio pesi yako. Ni sawa. Sio poa na wewe hai. Ndio nani ukaita pesi yako? Uma pete yangu bizala demi. Asante. Sawa, mimi naisika sasa sitakuweza. Ulizala demi. Sasa sitakuweza. Sasa mimi naisika zala demi sana. Maana ikika. Ndio. Margarita habari? Margarita habari? Habari? Halo, habari? Ni Faniko sehemu anatuambia kuwa wewe huko sehemu alikuacha huko na kunywa na Angel alikuzia ile vinywaji. Jessica, ni kweli? Maga ya kuzia, maga hii majurino hata ya kutosha hata Fatima. Hakuna. Fani asha jitapa hapa mama ajaba sema asha kuzia vinywaji. Hii journée zote alitia deposit mwa kitu cha $5 kwa kuzia tu. Ndio jitapa pale. Tuko naye hapa sasa, iko na jitapa, tuko mie Bobe, tuko tu mingi hapa, maiko wa jitapa tunamtosha, tunatambia sema sie tunamzaraulisha, tunamuzia vinywaji ya $5 wakati rafiki na mmalizia hata iko $5. Asante malizelo sana. Mwaema siku mbili. Weekend. Induzia. Wala. Mtani yetu umefeli kwa Fani, maana Margarita ameongea tu ya kwanza, anasema hiki na pia anaongea gani tofauti sana. Fani, merci. Tunaona rafiki yako wa upendo, bro anakosa rafiki. Maana wewe rafiki yako anakupenda sana na anakupigia simu. Ni kitu cha maana sana. Aswa bagala hii ni ligala ya wasanii, ni ligala ya Bastar, na leo tulipatana tukitanane na Bob, ni star wa comedian, ni comedian, na tuko na mitaji jamani, atakia kuwa kesho mwadhuri wa mtandao, na ni Fani nilimleta kwa yeye atakia kwa just one surprise. Nilikuwa nitamwonyesha mfuatilia sana kwa mtandao, sikufikiria nimlete, nikasema ifanye wafanyike nao interview one day. Siwe kesho anaweza kusaidia kampuni, kesho anaweza kujenga kampuni kubwa ikasaidia watu wengine. Bagala, napenda neno la mwisho kwako, ili tumalize. Lakini kabla nimesema maneno ya mwisho na kupiga bomu, sasa mnasema maneno ya mwisho. Bro, niliambililiwa kuwa wewe uko na vitu sana vya kufuatilia sana sana. Ndio na watu. Aliyekuambia atakudanganya. Kwa sababu najua kwenye sanaa kila mtu ana ubunifu wake. Na unaweza ukakaa unabuni, na ni wengi ambao wanafanya kwanza kazi za watu. Kwa sababu mimi naweza kaa nabuni cha kwangu sahihi. Kuna mwingine ambaye hivyo ninavyobuni mimi ndio anakaa na nabuni hivyo. Ukijikuta iko copyright. Vile ambavyo nilikuwa nafikiria ndio yeye naye alikuwa anafikiria hivyo. Sasa unajikuta kwamba pale kuna ambaye alimtangulia mwenzake, ila ikajikuta ni tuseme kwamba imefanana, au kuna mtu ambaye alifuatilia mwenzake, lakini wazo lilikuwa ni moja. Na unategemea ukipata gari leo ama ukipata mtu akikufikiria ambaye atakufikiria gari, unaweza kukimbilia gari gani? Range Rover. Napenda Range Rover. Na video yako ya mwisho sasa hivi na viewers ngapi na like? Video yangu ya mwisho saa hizi ina wewe mwenyewe unaona. Video ya mwisho ina like 2.5k. 1500 j'aime. Commentaire iko na 1000, iko na 162 commentaire. Viewers kama niangalie viewers zake ziko kungapi? Niliwaambia leo mimi ndababana hao. Viewers yake iko ku 1.4k. 1.4k. Haiko hiyo. Iko mpengle. Ndio ya 23k. Yake ya mwisho kwa 23k. Ndio yake ya mwisho ya Bob.
ndio hii hapa. Pita mtandaoni utaiona. Na tunashukuru. Unaweza ambia sasa watumaji na unamshauri nini Fani ama unashauri taifa ama cha kumshauria Fani kwanza ni kumwambia yeye apambane sana, kwa sababu ukiangalia wanawake wenzake wako mbali kwa sasa, wanapambania sanaa yao. Ukiangalia sasa hivi Latifa yuko Burundi na ukimwona anataka kufanya kazi na nani, na Yohana Mjeni. Hiyo ni moja ya kwanza ni kumpa hongera, si mwanafikia, maana anaipenda kazi yake. Ni mwanamke lakini anapambana kwenye game, anajipimanisha na sisi wanaume. Hiyo sio kawaida. Ni hivyo, nitaka kumshauri kitu, kama anataka aweke bidii kwenye kazi yake. Cha mwisho nitafuta kumwambia mashabiki, na haja support yenu. Sisi hatupo bila nyinyi. Nyinyi mpo hapo kwa sababu ya kutusaidia sisi. Unaiona video yangu, like, comment na una partage. Ukipartage pale nitakuwa nakushukuru sana. Na zaidi hapo unanisubiri niko Bobe de Bobe. Usisahau ku TikTok unaandika Bobe Comedian, mimi niko pale, utafurahi sana. Sasa pale namba ya WhatsApp kabisa. 97 ni namba ya WhatsApp hiyo, 97 85 56 18. Hapo ukinitafuta kwenye WhatsApp unanipata, na kwenye kawaida normal unanipata. Hizo zina yo kamata. Unaona kama alisahabu, ngoja kwa alisahabu wewe. Kuertel mani itatoka Bobe Kiza Jile. Ikitoka ile kama uko na 2000 francs yako, kuna 5000 francs na hata sensa, nitashukuru juu sikuwa nayo. Kwani nina swali ya mwisho, bali niambia wewe na Deka mnapenda nani? Yo. Hapa sema saa. Ama na wote ingia ukuta vile balati. Wanasema kuwa maigizaji saizi ama comedy ambazo ziko na trend mtandao ni maonyesho ya masexe, inabidi ukule manguo, inabidi uoneshe vile mko nalalana. Ile shauku wanaonyesha watu ama njoo na wote akuwa utrendishe vile sasa. Latifa na trendi kwa hizo vipi hapo. Niliona kuko msanii jinake Lerua wa Burundi, Mterere kwao, aliwahi kumkomentela Latifa kusema kuwa na Latifa alifanya video ambayo anaonyesha kama viko na ndio kufanya relation sexual, lakini wakati ya mwezi Ramadhani. Hiyo kitu imeuma sana Waislamu. Na wewe unakuja hivyo mwaya. Sitaongelea sana hiyo kitu, ndio ongea na Latifa mwenyewe soon. Tutakuwa na Latifa, tutaongea naye. Na wewe? Hapana, mimi sipasi. Kila mtu kwa objective yake na sote akujiaminia ndio. Adona kifaa vile sasa ndio atapanda sana loke. Ile video iko na 500k. Inapandisha kabisa mapi. Antuka hapa na sina leo objective ndio nimepata na nuru fan. Anawaambia nini kwa fans yao? Bon, selon moi, mimi niko na ma contenu soit d'éducation, bien manani pia vile mais connaître mwili wala ndio kwa star. Nikujisikia kwanza reputation. Na unamwambia nini Bob? Bon, namwambia Bob félicitations pour ton travail. Anafanya bien, wote na Deka wanafanya bien. C'est n'importe. Ama Junior Kenya. Hapana, wanafanya bien kwa Bobe hivyo wanaanga Bobe yake kutongoza pasi wanatendeka wataendelea wakunisha mchana. Hapana Bobe. Bwana anaangalia hicho mbabo. Hapana Bobe ayamtongoza tata. Niko sasa dadake tu. Bwana mimi nafika mwisho wa kipindi changu, kwa majina naitwa Simba Bell. Fanya hakuna jina ma content hapa la. La reine Fani tutanipata. Okay? Nimeweka WhatsApp. Wote Fani. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Majina naitwa Simba Bell na mwenyewe naye karibu. Anaweza kusema La reine Fani. Bobe de Bobe. Karibu kuendelea kufuatilia inakuwa Ligala Star. Kesho tutakuwa na mtani mwingine mwenye wote utapenda. Leo samedi na sasa samedi tunakuwa na wasanii tofauti. Mmoja tunakuwa na wasanii ya muziki, tutakuwa nao kusikiliza. Na Ligala tutakuwa kwenye kila siku ku like. Tunakeka hewa, tunaingia hewa. Si ndio Bob? Merci kwa kufika siku leo. Merci Bob. Asante. Na kutarajia tena nyingine. Asante sana.